lakini kwa sisi hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuzaliwa. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazie, wilaya ya Kalambo, Jimbo Katoliki la Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kutoka kwa wazazi Joseph Pengo na Rosalia Nzungu Sakramenti. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alibatizwa tarehe 6 Agosti mwaka wa 1944. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani komunio ya kwanza, tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1952, na alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 15 Agosti mwaka wa 1952. Sakramenti zote hizi alizipata katika parokia ya Mwazie. Masomo ya awali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alisoma shule ya msingi Mwazie, Ipito na Karema katika vipindi tofauti kuanzia mwaka 1953 hadi mwaka 1958. Alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Yosefu Kaengesa iliyopo Sumbawanga kuanzia mwaka 1959 hadi 1964. Masomo ya upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1971 alisoma masomo ya falsafa na teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora. Daraja na upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 9 Desemba mwaka 1970 na Mhashamu Askofu Karoli Msakila, na tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1971 alipewa daraja takatifu ya upadri na askofu huyo huyo katika kanisa kuu la Epifania Sumbawanga. Kuanzia mwaka 1971 hadi 1973 alikuwa katibu wa askofu wa jimbo la Sumbawanga. Mwaka 1973 Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC liliandaa mpango kabambe wa kuwapeleka mapadri vijana hodari kwenda kusoma Roma. Hivyo yeye alikuwa miongoni mwa hao mapadri na alienda kusoma katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran, kitivo cha teolojia maadili Alfonsianum kuanzia mwaka 1977 maadili. Kisha alirudi nchini na kuwa mwalimu na mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala mwaka huo huo wa 1977, na baadaye aliteuliwa kuwa gombera wa kwanza wa seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea na kuhudumu kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 1983. Daraja ya waskofu na kusimikwa kuwa kardinali. Mwadhama
Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja ya uaskofu na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 6 mwezi Januari mwaka 1984 katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatican, Roma, na kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea. Tarehe 17 Oktoba 1986 alitangazwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru Masasi, na alisimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo hilo tarehe 12 Februari mwaka 1987. Tarehe 22 Januari mwaka 1990 Papa Yohane Paulo wa Pili alimtangaza kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, mwenye haki ya kurithi jimbo. Na tarehe 22 Julai mwaka 1992 alianza kuliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam baada ya kustaafu kwa hayati Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa. Aliwekwa kuwa kardinali mnamo tarehe 22 Februari mwaka 1998 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Mnamo mwaka wa 2007 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa nchi za Afrika na Madagaskar, SECAM. Kazi hiyo aliifanya hadi mwaka wa 2013. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 1992 hadi tarehe 15 Agosti mwaka wa 2019 alipostaafu rasmi na kumkabidhi uongozi wa jimbo mwashamu sana Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi OFM Cap, ambaye ndiye anayeliongoza jimbo hadi sasa. Ugonjwa na kifo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amekuwa akisumbuliwa na maradhi ya mgongo na moyo kwa muda mrefu. Ametibiwa hapa nchini na nchi nyingine zikiwemo Ujerumani, India na Marekani. Matatizo ya kiafya ya mara ya mwisho yaliongezeka na kugundulika zaidi kuanzia Novemba mwaka wa 2025. Alianza matibabu mara moja hapa nchini na kisha kwenda nchini India tarehe 27 Desemba mwaka wa 2025. Alifariki tarehe 19 Februari 2026 saa 4 usiku kwa maradhi ya moyo, muda mfupi baada ya kurudi kutoka nchini India alikokuwa akipata matibabu. Shukrani za dhati ziwafikie wote waliomsaidia Baba Mwadhama katika mahangaiko yake ya kiafya, hasa madaktari na wauguzi wa hospitali za hapa nchini zikiwemo Muhimbili, hospitali ya moyo Jakaya Kikwete, TMJ, VS Hospitals ya nchini India na kadhalika. Na kwa namna ya pekee shukurani ziwafikie madaktari wake Profesa Mohamed Janabi, Dr. Peter Kisenge, Dr. Kapiteni Lusangulira na Dr.
Vijay Guru wa India na Profesa Hartley wa Weill Cornell ya New York, Marekani. Shukrani pia ziwaendee wauguzi ambao kwa kuhudumia afya ya baba mwadhama, Sister Dr. Grace Kagaruki, Sister Dr. Gneta Shonela, Sister Anselmina Mtumbuka, Sister Bernadetta Mkalole, Sister Immaculata Dimoso na Nurse Oliva Marandu, bila kumsahau kwa namna ya pekee msaidizi wake wa karibu Padre Frank Mtavangu. Pia shukrani za pekee ziwaende mapadri wa MMI na masista wa DMI ambao wamekuwa wenyeji wake kwa nyakati mbalimbali akiwa nchini India kwa matibabu, kwani walimjali mno na kuwa faraja katika mahangaiko yake. Shukrani nyingine ziwaende wote waliomsaidia kwa hali na mali, kumfariji, kumtia moyo na kumuombea katika kipindi chote cha mahangaiko ya kiafya. Pia tunaishukuru serikali ya Tanzania kwa kushughulikia upatikanaji wa air ambulance iliyomsafirisha kutoka India hadi hapa Dar es Salaam. Tutamkumbuka Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kwa yafuatayo: moja, moyo wa ibada na sala, hasa kwa Ekaristi Takatifu ambapo alipenda kushinda na Yesu mara nyingi. Pia mapenzi yake kwa Mama Bikira Maria, kwani alipenda mno kusali rozari mtakatifu. Mbili, alikuwa mnyenyekevu mno na kulipenda jimbo kiasi cha kujitoa sadaka kubwa kwa ajili yake. Tatu, aliishi maisha ya kifukara na hakupenda kabisa kujilimbikizia mali, maana kila alichokipata alikitoa kwa kanisa. Kwa mfano, baada ya kustaafu alichopewa kama zawadi alikitoa mara moja kwa miradi ya kanisa, tena hata nje ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Nne, aliupenda mno na kuheshimu padri wake. Tano, alikuwa na nidhamu binafsi ya pekee, hasa katika kusali, kuheshimu muda na kufanya kazi kwa bidii. Sita, alijiepusha na upendeleo wowote wa binafsi na kuwahudumia watu wote bila kujali asili yao. Saba, alipenda daima kusimamia ukweli, haki na amani, maadili, na alikuwa na msimamo kwa vitu vya msingi. Nane, alipenda sana watoto na hivyo daima alisimama na utume wa utoto mtakatifu. Tisa, alibuni utaratibu mzuri wa kutegemeza baadhi ya taasisi za jimbo kwa kutumia vyama vya kitume, mfano kuwafanya UWAKA kutegemeza shirika la masista wa dada wadogo na kuendeleza kituo cha Hija Pugu, WAWATA kutegemeza seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Visiga, utoto mtakatifu kuinjilisha Mafia, moyo mtakatifu wa Yesu kuwaombea waseminari wadogo na wakubwa, JUWAMA na jumuiya ya wazazi wa mafrateri kutegemeza mafrateri na kadhalika. 10, alibuni utaratibu wa parokia kuchangia kusomesha mafrateri kwa njia ya sadaka ya misa siku ya kipaimara. 11, alibuni utaratibu mzuri wa kulitegemeza jimbo kwa ujumla kwa kuanzisha tegemeza jimbo mwaka 1994 na hivyo kulifanya kanisa lisiwe omba na lishiriki vyema kazi ya uinjilishaji kwa majitoleo yake yenyewe
na kwa kuwezeshwa na baraka za Mungu. 12. Alipigania sana ustawi wa kanisa kiasi cha kuanzisha parokia nyingi na taasisi na vyama vya kitume vingi jimboni. 13. Alikuwa mcheshi na mchangamfu aliyekubali utani kwa wageni na kudumisha urafiki. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Raha ya milele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani.